Hivi ushawahi kujiuliza endapo siku moja serikali ikatoa tamko kwamba watoto wote wenye umri chini ya miaka 15 inabidi wauawe ili kupunguza idadi kubwa ya watu kwenye taifa lako? Je, wewe kama mzazi utatumia njia gani ili uweze kumlinda kijana wako? Sasa hao majibu ya maswali yako bwana, naomba niachie hapo chini kwenye comment na mimi nitapita kuyajibu. Lakini simulizi au mzigo itakupa majibu ya maswali yote ambayo ulikuwa unajiuliza. Okay, sawa, tuanze. Mzigo unaanza kumuonesha Wese akiwa msituni na mama yake, na Loibi mkubwa alikuwa anaangalia utaratibu wa kumtorosha mtoto wake ikiwezekana aondoke kabisa kwenye nchi hiyo. Na hii ni kutokana na tamko la serikali kwamba watoto wote wenye umri chini ya miaka 15 inabidi wakamatwe. Lakini safari ikiwa inaendelea, kwa bahati mbaya sana Wese alianguka na kuumia kwenye mguu wake, jambo lilofanya Bi Mkubwa amchukue mtoto wake na kwenda kumpa matibabu. Ingawa Bi Mkubwa akiwa anaendelea kumsaidia Wese, alistuka sana baada ya kuona kuna baadhi ya drones zilikuwa zinamfuatilia. Maana hizi drones zilikuwa special kwa ajili ya kutafuta watoto ambao inabidi wakamatwe. Ila make Wese baada ya kushuhudia tu jambo hilo, ilibidi atoke na kwenda kushoot drone hizo. Lakini hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wake, maana drones zilizokuwa zinaanguka kwenye eneo hilo zilikuwa ni nyingi zaidi. Na hapo ndipo Bi Mkubwa ikabidi amchukue tu mtoto wake na kwenda kumpeleka sehemu ambayo itakuwa na usalama zaidi, ambako huko alifanikiwa kuiona boti iliyowasaidia kuwavusha upande wa pili wa eneo hilo. Lakini baada ya kutembea kwa umbali mrefu sana, Bi Mkubwa akaona ni bora mfunge mtoto wake skafu usoni ili polisi wasije wakamsanukia. Ila safari ikiwa inaendelea, walifanikiwa kuiona nyumba ambayo ilikuwa ipo kimya sana. Lakini kabla hawajaingia kwenye jengo hilo, ghafla alionana na mzee mmoja ambaye alikuwa yupo na mtoto wake, na huyu mzee alikuwa amekuja kwenye eneo hili makusudi tu ili aweze kumficha mtoto wake. Sasa Bi Mkubwa naye baada ya kusikia tu maelezo kutoka kwa mzee huyu, ilibidi waungane ikiwezekana wawalinde tu watoto wao, maana hii ndio ilikuwa sehemu yenye usalama zaidi. Lakini siku ilipopita, Wese aliondoka na kwenda kuzungumza na Trey ambaye ndio mtoto ule mzee. Lakini stories zilikuwa zinaendelea, madogo alistuka sana baada ya kuiona drone ambayo ilikuwa imeanguka kwenye eneo hilo. Ingawa hii drone ilikuwa ni nzima kabisa, hivyo ilikuwa inaendelea kurekodi kila kitu kinachoendelea. Lakini mama yake Wese naye baada ya kushuhudia tu jambo hilo, ilibidi amchukue mtoto wake na kuondoka. Lakini huku upande wa pili wa Gray mambo yalikuwa tofauti kabisa, maana dogo kabla hajapiga hatua, kwa bahati mbaya sana polisi walimdaka, jambo lilofanya mzee aanze kuwazuia askari hao ikiwezekana mtoto wake abaki akiwa mzima. Lakini kama isivyo bahati, mzee pale pale naye aliuawa. Lakini huku upande wa pili wa Wese pamoja na mama yake ilibidi waondoke kabisa kwenye eneo hilo na kwenda kwenye eneo la soko, ambako huko aliamini kutakuwa kuna ulinzi zaidi. Lakini hata baada ya kufika tu kwenye eneo hilo, mambo yalikuwa tofauti kabisa, maana Bi Mkubwa alishuhudia askari wengi sana, huku kundi la drone ilikuwa linaelea angani, jambo lilofanya Bi Mkubwa aendelee kumficha Wese ikiwezekana asionekane kabisa. Hasa Bi Mkubwa naye baada ya kushuhudia tu jambo hilo, hili jambo lizidi kumchanganya vibaya mno, maana Bi Mkubwa alikuwa anaamini muda wowote anaweza kumpoteza kabisa mtoto wake. Lakini kama bahati tu, maana Bi Mkubwa akiwa anaendelea kumficha Wese, alifanikiwa kukutana na rafiki yake mmoja kuitwa Roberto, na huyu ndio alikuwa mtu pekee aliyefanikiwa kumpa msaada. Lakini mazungumzo kati ya Roberto pamoja na mamake Wese akiwa yanaendelea, walistuka sana baada ya kuona kuna kundi la polisi likiwa limeanza kuwafuatilia. Na mamake Wese naye baada ya kushuhudia tu jambo hilo, Bi Mkubwa aliona hawezi tena kuondoka na mtoto wake kutokana na hali ya kiafya ambayo binti huyu alikuwa nayo. Na hapo ndipo Bi Mkubwa ilibidi akubali tu mtoto wake achukuliwe na polisi, kisha naye akaondoka zake. Ingawa hili jambo lizidi kumuumiza sana mamake Wese, maana Bi Mkubwa hakutegemea kabisa kama mtoto wake angechukuliwa kirahisi kiasi hiki. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, lakini mamake Wese alikuwa anapitia wakati mgumu sana, maana Bi Mkubwa baada ya kuona mtoto wake ameshachukuliwa na polisi, ilibidi aanze kufanya kazi zitakazomwezesha kuendesha maisha yake, maana hali ya kiuchumi ya mama yake Wese ilikuwa sio nzuri hata kidogo. Lakini baada ya siku chache kupita, Loibi Mkubwa alifanikiwa kuonana na mshikaji mmoja kuitwa Lady, na mshikaji baada ya kusikia mapito ambayo anapitia Bi Mkubwa huyu, alimwahidi kwamba atafanya kila namna ikiwezekana amuokoe Wese na arudi akiwa mzima. Lakini baada ya mazungumzo hayo kuisha, Bi Mkubwa aliondoka na kwenda kwenye eneo moja la akademi ya polisi, ambalo hilo lilikuwa ni eneo special kwa ajili ya kuwaenzi watoto wao, maana wazazi wengi walikuwa wanaamini huenda watoto wao watakuwa washapoteza maisha. Lakini baada ya kumaliza tu jambo hilo, mamake Wese aliondoka na kurudi zake nyumbani, ambako huko alikutana na kundi kubwa sana la polisi liko linaenda kufuatilia baadhi ya watoto kwenye mji huo. Sasa hii academy ilikuwa imeanzishwa makusudi tu kwa lengo la kukamata watoto na kwenda kuwapa mafunzo ya kigaidi. Lakini ndani ya hiyo academy hawa madogo walikuwa wanapitia mateso makali sana, na endapo ukikataa kufuata sheria ni lazima utauawa, jambo lilofanya baadhi ya wazazi kukataa kabisa mfumo huo. Lakini huku upande wa pili wa Wese, dogo alianza kushuhudia vitu vya ajabu sana, maana Wese alianza kushuhudia marafiki zake ambao walikuwa wameshindwa kufuata sheria ndani ya kituo hicho wakiwa wanachukuliwa na kwenda kuuawa, jambo lilofanya Wese aanze kuchora ramani ikiwezekana atoroke kwenye kituo hicho. Ingawa huku upande wa pili pia wa mamake Wese, Bi Mkubwa alianza kufanya mchakato wa kumtafuta binti yake, ambapo Bi Mkubwa aliamua kutembelea maeneo ya akademi hiyo ili ajue ni nini kinachoendelea. Lakini baada ya kufika tu kwenye eneo hilo, mamake Wese alistuka sana baada ya kuiona farasi ambayo ilikuwa peke yake, jambo lilofanya Bi Mkubwa apate mawazo mengi sana. Lakini baada ya kumchukua tu farasi huyo, Bi Mkubwa alianza kusikia sauti za watu zilikuwa zinatoka msituni, na aliposogea ikiwezekana ajue ni nini kinachoendelea, kwa bahati mbaya sana Bi Mkubwa alivamiwa na kundi kubwa sana la watu walioanza kumhoji ikiwezekana ajue huyu Bi Mkubwa ametoka wapi. Ingawa hawa watu walikuwa wanaongea lugha tofauti kabisa na mamake Wese, lakini mamake Wese alikuwa anajua kila kitu kinachozungumzwa, jambo lilofanya mamake Wese aanze kuambia ukweli watu hawa na kusema yeye yupo hapa kwa ajili ya kumtafuta mtoto wake, na hicho ndio kitu pekee kinachompa mawazo mengi zaidi. Sasa hawa watu nao baada ya kusikia maelezo yao kutoka kwa mamake Wese, ilibidi wamwachie mama huyu, na hii ni baada ya kuona Bi Mkubwa sio mtu mbaya, maana hata wao wameweka kambi ndani ya msitu huu ili waweze kuwasaidia watoto wao ambao walikuwa wametekwa ndani ya akademi hiyo, na walifanikiwa kuokoa zaidi ya watoto 15 ndani ya usiku mmoja. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba mamake Wese
Wese alipoingia kwenye chumba hicho kwa ajili ya kumtafuta mtoto wake, alishindwa kabisa kumuona binti yake, jambo lilofanya Bi Mkubwa aamini kwamba huenda mtoto wake atakuwa shapoteza maisha. Lakini hawa raia ambao wanaishi ndani ya msitu walimwambia mamake Wese kwamba hata kama hajafanikiwa kumuona mtoto wake, hatakiwi kabisa kuondoka kwenye eneo hili, maana bado walikuwa naamini huenda kuna siku moja wataweza kuwasaidia watoto wengi zaidi. Ingawa hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa mamake Wese, maana Bi Mkubwa alishakata tamaa kabisa kumtafuta mtoto wake, maana alikuwa naamini huenda mtoto wake atakuwa shauawa. Lakini hawa raia nao baada ya kuona umwelekeza Bi Mkubwa kwa muda mrefu sana, lakini mamake Wese hataki kabisa kuwaelewa, ilibidi wamuache tu. Lakini huku upande wa pili wa Wese, binti alionekana akiwa na mawazo mengi sana, na hii baada ya kuona marafiki zake wanazidi kupotea kila siku, jambo lilofanya Wese anza kufanya mpango wa kutoroka kwenye eneo hilo, ambapo leo binti alifanikiwa kufungua mlango wa emergency na kufanikiwa kutoka nje ya akademi hiyo. Lakini baada ya kufika tu nje, binti alikuwa hana kabisa bahati, maana pale pale polisi walimsanukia na kwenda kumnasa. Lakini huku upande wa pili wa mamake Wese, Bi Mkubwa alistuka sana baada ya kurudi nyumbani na kushuhudia watu wote ambao walikuwa naishi ndani ya mji huo wakiwa wamepoteza maisha. Sasa hili jambo lizidi kumchanganya sana mamake Wese, lakini Lady alimfuata mamake Wese na kumwambia kwamba inabidi wafanye mpango wa kuondoka tu kwenye eneo hili, maana polisi wanaenda kutafuta baadhi ya watoto, na endapo mzazi ukishindwa kusema ukweli kwamba mtoto wako yupo wapi, basi lazima utauawa. Sasa Bi Mkubwa ilibidi akubali tu kusikiza ushauri huo, lakini kabla hawajaondoka, kwa bahati mbaya sana askari pale pale wakawavamia na kuwaingiza ndani ya basi na kuambia inabidi wapelekwe gerezani, maana walikuwa naamini huenda wazazi watakuwa wamewaficha watoto wao. Ingawa hii safari ilikuwa ni ngumu sana upande wao, maana safari ilikuwa inaendelea. Lady pamoja na mamake Wese walijitosa na kuanza kupambana na askari ambao walikuwa ndani ya basi hilo, na baada ya kufanikiwa kuwadhibiti tu askari hao, walifanikiwa kuchomoka. Lakini baada ya kufika tu nje, kuna askari mmoja alianza kuwazuia Roberto pamoja na wenzake, jambo lilofanya Roberto akubali kujitoa muhanga ili wenzake wapone, maana pale pale Roberto aliuawa. Lakini Simon baada ya kushuhudia tu jambo hilo, mwamba alimuwahi na kummaliza askari huyo, na mwisho wa siku akafanikiwa kumwokoa Wese pamoja na Lady. Sasa Bi Mkubwa licha ya kwamba alikuwa anapitia wakati mgumu sana, yeye alichokuwa anahitaji ni kumwokoa tu mtoto wake, na hapo ndipo alipoanza kufanya udadisi wa kuwauliza baadhi ya watu ambao walikuwa wanaishi karibu na akademi hiyo ili ajue namna sahihi ya kumsaidia mtoto wake. Lakini hili jambo lilionekana kuwa ni gumu sana, maana ndani ya akademi hiyo kulikuwa kuna ulinzi mzito vibaya mno kiasi cha kwamba huwezi kuingia kizembe ndani ya akademi hiyo. Lakini huku upande wa pili wa akademi, Wese alionekana akiwa na mawazo mengi sana, na hii baada ya kushuhudia video zikionyesha baadhi ya wazazi wakiwa na uawa kipindi ambacho polisi walikuwa wanawakamata watoto hawa, na hili jambo lilimfanya Wese apate hasira nyingi sana. Lakini baada ya tukio hilo, Wese pamoja na wenzake waliitwa na kwenda kufundishwa namna ya kutumia silaha, ambako huko kuna binti mmoja alisimama na kuanza kumpinga Wese, maana alikuwa anaamini huenda Wese kuna siku moja atakuja kuwa snitch. Na hii kauli ilimfanya Wese apate hasira nyingi sana, maana binti aliamua kumfuata rafiki yake na kuanza kumpa kichapo. Lakini hayo yote yakiwa yanaendelea, viongozi hawakutaka kabisa kuingilia ugomvi huo, na hapo ndipo Wese akapewa cheo na kuwa kiongozi mkuu kwenye akademi hiyo. Lakini huku upande wa pili wa mamake Wese, Bi Mkubwa aliamua kwenda kuzungumza na baadhi ya watu kwenye eneo hilo na kusema yeye anachohitaji ni kumsaidia tu mtoto wake. Lakini viongozi ambao walikuwa kwenye mji huo, baada ya kusikia maelezo kutoka kwa mamake Wese, ilibidi wamtulize Bi Mkubwa na kusema hatakiwi kabisa kuwa na mawenge, maana ndani ya akademi kuna ulinzi mzito sana, hivyo hauwezi kuingia kirahisi. Lakini mamake Wese bado alikuwa ni mbishi, maana Bi Mkubwa alisema yeye anachohitaji ni kumwokoa tu mtoto wake. Sasa baadhi ya wazazi baada ya kuona mamake Wese amezidi kuwa mbishi, ilibidi wakubali tu jambo hilo, na hapo ndipo wakaanza kufanya mpango namna ya kuingia ndani ya akademi hiyo, ambapo walifanikiwa kubomoa upande mmoja wa ofisi na mwisho wa siku wakazama ndani, ambako huko Bi Mkubwa alifanikiwa kuonana na mtoto wake, na dogo naye alipomuona tu mama yake alimwambia inabidi wafanye chapo waondoke, maana muda wote polisi wanaweza wakawastukia. Hasa mamake Wese akiwa anaenda kuzungumza na binti yake, kwa bahati mbaya sana pale pale walinzi wakatokea, na hapo ndipo vita ilipoanza upya kati ya polisi pamoja na wazazi hao. Ingawa hii vita ilikuwa ni ngumu sana upande wa polisi, maana wazazi walikuwa wamejipanga vibaya mno. Ingawa huku upande wa pili wa Wese, binti alifanikiwa kuwakusanya wenzake na kufanikiwa kuondoka ndani ya eneo hilo. Lakini hata watu ambao walikuwa nje ya akademi hiyo, baada ya kusikia kwamba kuna baadhi ya watoto wamefanikiwa kuokolewa, ilibidi waanze kujipanga ikiwezekana wapambane na polisi. Sasa vita kati ya wananchi pamoja na polisi ikiwa inaendelea, ghafla kulikuwa kuna droni nyingi sana ambazo zilikuwa zinashuka kutoka angani, jambo lilofanya baadhi ya wananchi waanze kukata tamaa, huku wakiwa naamini huenda tayari washapoteza pambano, maana hii ndio silaha pekee ambayo polisi walikuwa wanatumia kuwamaliza wananchi. Sasa wananchi wakiwa wanaenda kujiuliza nini wafanye ili wabaki wakiwa hai, ghafla Wese aliamua kuonyesha uwezo wa ajabu sana, maana dogo aliamua kuzicontrol drone zote zilizokuwa angani, na hapo ndipo polisi walikubali kusalenda, maana walikuwa hawana ujanja. Ila mamake Wese akiwa anaenda kumshangaa binti yake, kwa bahati mbaya sana kuna askari mmoja alikuwa amemweka Wese kwenye target ili ammalize. Lakini mamake Wese baada ya kushuhudia tu jambo hilo, aliona ni bora yeye apigwe risasi lakini binti yake abaki akiwa mzima, jambo lilopelekea pale pale mamake Wese apoteze maisha huku akiwa amemkumbatia mtoto wake. Asa bwana, na hapo ndipo unakuwa mwisho wa simulizi kali ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes ndio kuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama utakuwa unahitaji kupata full movies, basi nicheki kwa WhatsApp namba 0765470764. Lakini kama unahitaji kuwa wa kwanza kabisa kupata movie zetu, basi usahau kupita pale YouTube na kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata movie zetu. Okay, asante, enjoy.